Zipo ishara mbalimbali ambazo zinapoonekana kwenye maisha yako zinaashiria kuna jambo lisilokuwa la kawaida linaendelea kwenye maisha yako, ama kuna ujio wa kitu kisichokuwa cha kawaida katika siku za baadaye. Ili maisha yako yawe salama na uweze kutimiza ndoto zako bila vikwazo vikubwa kwenye maisha yako, ni vema kuchukua tahadhari juu ya ishara mbalimbali ambazo zinajionesha katika maisha yako. Unapotengeneza mahusiano na watu mbalimbali kwenye maisha yako, zipo pia ishara ambazo zinaweza kujidhihirisha katika ukaribu wenu, na ishara hizo zinaweza kumaanisha umekutana na binadamu sahihi kwenye maisha yako, ama umekutana na binadamu wasiokuwa sahihi kwenye maisha yako. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona katika maisha yako ujue umemkaribisha mtu kwenye maisha yako ambaye amekuja kwa lengo ya kuyaharibu maisha yako, na inawezekana kama utamwacha mtu huyu aendelee kuwa karibu yako, ndoto zako hazitaweza kutimia. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue umemkaribisha katika maisha yako mtu ambaye amekuja kuyaharibu maisha yako. Namba 1, anakuletea huzuni badala ya furaha. Moja kati ya watu ambao unawahitaji kwenye maisha yako ili uwe miongoni mwa binadamu wenye furaha ambao wataweza kutimiza malengo waliokuwa nayo kwenye maisha yao ni kuambatana na binadamu ambao mara nyingi unapokuwa nao unajihisi kuwa na furaha badala ya huzuni. Zipo nyakati ambazo kila unapokutana naye moyo wako unachoka. Anaongea maneno yanayokufanya ujihisi mdogo, dhaifu na usiyekuwa na thamani mbele za watu wengine. Hii ni ishara mojawapo ya kuwa umekutana na mwanadamu ambaye amekuja kuyaharibu maisha yako na umefanya makosa makubwa kumkaribisha, kwani mara nyingi hisia zako za udhaifu ama kujihisi mdogo ama kujihisi mtu asiyekuwa na thamani ni miongoni mwa vikwazo ambavyo vitapelekea ujione kama mtu ambaye hauwezi kutimiza malengo ambayo unayo katika maisha yako. Kitendo cha kupoteza furaha kila wakati unapokutana na mtu wa aina hiyo ni wazi kuwa huyo si mwanadamu ambaye unatakiwa kuambatana naye katika safari yako ya maisha. Yachunguze maneno yake, namna yanavyovunja tumaini ambalo lipo katika moyo wako, namna yanavyoiyeyusha furaha ambayo ipo katika moyo wako na kupandikiza huzuni. Ni mtu ambaye unatakiwa kumweka mbali na maisha yako, kwa sababu wewe ni mwanadamu ambaye unaweza kutimiza ndoto ambayo ipo ndani yako, haijalishi watu wengine watasema nini. Namba 2, anajifanya kukujali lakini anachunguza maisha yako ili aweze kujua udhaifu wako. Miongoni mwa ishara ambazo zitajidhihirisha pale utakapomkaribisha katika maisha yako mwanadamu ambaye amekuja kuyaharibu maisha yako ni uchunguzi wake juu ya udhaifu ambao unao katika maisha yako. Maadui wengi wanapenda kuutumia udhaifu wa mwanadamu ili kumweka mwanadamu katika vifungo, kwani adui yako atakapojua udhaifu wako anaweza kuutumia udhaifu huo kama fimbo ya kukuadhibia. Hivyo, endapo wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wapo karibu na binadamu ambao wanapenda kuwauliza maswali ambayo yanahusiana vitu vyao vya ndani kabisa, na ukijaribu kuchunguza lengo la maswali hayo ni kuugundua udhaifu wako, ujue huyo si mwanadamu sahihi kwenye maisha yako, kwa sababu anahitaji kujua udhaifu wako au geuze na kuutumia kama fimbo dhidi yako. Mweke mbali na maisha yako. Namba 3, kila mara anazungumza vibaya kuhusu watu wengine pindi anapokuwa na wewe. Wapo baadhi ya binadamu ambao pindi unapojenga nao ukaribu wanakuwa ni watu ambao wanapenda kuwasema vibaya watu wengine, hata marafiki zao wengine wa karibu wanawasema vibaya na wanafika mbali na kuanza kuyazungumza mapungufu yao mbele yako.
Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini katika maisha, mwanadamu anapowazungumzia watu wengine vibaya anapokuwa na wewe, hata wewe pia atakusema vibaya pindi atakapokuwa mbele ya watu wengine, na atakapozungumza mabaya yako, mapungufu na udhaifu wako mbele ya watu wanaokuchukia, kwa sababu watu hao wanakuchukia, watautumia udhaifu wako kuyazuia mafanikio yako. Hivyo ukibaini umemkaribisha katika maisha yako mwanadamu ambaye anapenda kuwazungumzia vibaya watu wengine anapokuwa na wewe, ni vema ukajifunza kumweka mbali na maisha yako, kwa sababu kama anavyowazungumzia vibaya watu wengine anapokuwa na wewe, ndivyo atakuzungumzia wewe vibaya pindi anapokuwa karibu na watu wengine. Namba 4, anaanza kukuvuta mbali na ndoto ulizokuwa nazo katika maisha yako. Mara nyingi binadamu hawa watakuwa ni watu ambao wanapenda kukuambia hiyo haiwezekani, au hacha kupoteza muda. Lengo lake ni kukuvunja moyo na kukuaminisha kuwa kitu ambacho unakifanya hauwezi kufanikiwa wala hauwezi kufika mbali. Mara nyingi ni binadamu ambao wanatumia nguvu kubwa ili kukuaminisha kuwa wewe ni mtu ambaye unapambania kitu ambacho hakiwezekani, na usipokuwa makini utajikuta umeingia kwenye mkenge wa kushawishiwa na maneno yao. Utajikuta umeacha ndoto zako na kuanza kufanya vitu ambavyo viko nje na ndoto zako. Endapo utaona ishara kama hii, ujue umemkaribisha mtu ambaye amekuja kuyaharibu maisha yako, kwani kwa kawaida mwanadamu ambaye amekuja kuyatengeneza maisha yako atakuwa supportive kwa ndoto ambazo unazo katika maisha yako, atakusaidia kufikia malengo na ndoto zako. Hatofungua mdomo wake na kuzungumza maneno ambayo yatakukatisha tamaa. Namba 5, bahati ambazo ulikuwa nazo mwanzo huanza kushuka ama kupotea kabisa tangu ulipomruhusu aingie katika maisha yako. Miongoni mwa ishara ambazo zitaanza kujidhihirisha pindi unapotengeneza ukaribu na mwanadamu ambaye amekuja kuyaharibu maisha yako ni bahati njema kutoweka kwenye maisha yako na kuanza kuandamwa na mikosi, bahati mbaya, pamoja na kupoteza vitu ambavyo unavipenda kwenye maisha yako. Baadhi ya binadamu wana nguvu mbaya ndani yao pindi ambapo wanakuwa karibu na sisi. Mikosi pamoja na negative energy huanza kuyatawala maisha yetu. Binadamu ambaye amekuja kuyatengeneza maisha yako atakapokuwa karibu na wewe, basi bahati njema zitaanza kufunguka kwenye maisha yako, milango ya mafanikio itaanza kujifungua. Utakapoona ishara hii, ujue huyo ni rafiki mwema ambaye amekuja kuyatengeneza maisha yako. Lakini utakapoona maisha yako yameanza kuandamwa na mikosi tangu ulipomkaribisha mtu fulani kwenye maisha yako, tafsiri yake ni kuwa umemkaribisha mwanadamu asiyekuwa sahihi kwenye maisha yako. Namba 6, unaanza kubadilika na kuwa mtu mbaya mara baada tu ya kumkaribisha katika maisha yako. Mara nyingi mwanadamu aliyekuja kuyajenga maisha yako anapokuwa karibu na wewe, unazidi kuwa mtu mzuri pengine kuliko hata ulivyokuwa mwanzo. Lakini kama umetengeneza ukaribu na mwanadamu ambaye amekuja kuyaharibu maisha yako, unajikuta unakosa nguvu ya kufanya mema. Unaanza kuchukia watu bila sababu. Unajikuta maisha yako yanatawaliwa na huzuni ambayo haujui huzuni hiyo inatokana na nini. Huo ni ushahidi wa wazi wa nishati mbaya katika maisha yako, yani negative energy. Hivyo ni mwanadamu ambaye unatakiwa kumweka mbali na maisha yako. Namba 7, kila jambo ambalo unalifanya katika maisha yako analigeuza kuwa ushindani. Miongoni mwa ishara ambazo ukiziona kwa rafiki yako wa karibu ama mtu ambaye umemkaribisha kwenye maisha yako, ujue ni mwanadamu ambaye amekuja kwenye maisha yako kwa ajili ya kuyaharibu maisha yako, ni tabia ya ushindani dhidi yako ambayo inakuwa ndani yake. Unapofanya mambo mazuri, hawezi kukupongeza, bali atakupa mifano ya watu wengine ambao walifanya vizuri kuliko wewe. Hata unapofanya jambo zuri likafanikiwa kwa asilimia kubwa kwenye maisha yako, hawezi kukusifia, badala yake atakuwa ni mtu ambaye atatumia maneno ambayo yatakufanya uone kitu ambacho umekifanya ni cha kawaida na kila mtu anaweza kukifanya.
Hiyo ni dalili mojawapo ya kuwa umemkaribisha mtu ambaye amekuja kuyaharibu maisha yako. Rafiki mzuri siku zote atakupa moyo, atakuhamasisha na atakuencourage pale ambapo utakuwa umefanya kitu kizuri. Atakuambia kuwa unaweza kufanya kizuri zaidi ya hiki. Atakupongeza, atakuwa ni mkweli katika maisha yako, na huyo ni mtu ambaye unamhitaji kwenye maisha yako. Namba 8, anacheka na wewe lakini mara nyingi anakuwa hayupo upande wako. Miongoni mwa siri ambazo unatakiwa kuzijua kuhusu watu ambao unaambatana nao, wapo baadhi yao ambao unacheka nao, unakula nao, lakini kisirisiri hawapo upande wako, hawatamani kuona ukifanikiwa. Hawa ni watu ambao wanatamani muda wote maisha yako yadidimie. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hawa ni binadamu ambao unatakiwa kuwaweka mbali na maisha yako, kwani kadri unavyoendelea kuwaweka karibu na maisha yako, ndivyo unavyoendelea kuyaharibu maisha yako, kwani hawa ni waharibifu wa sirisiri wa maisha yetu. Namba 9, anaanza kukuondoa kwa watu wazuri katika maisha yako. Wapo baadhi ya binadamu ambao huwa wanakupa sapoti katika nyakati mbalimbali ngumu kwenye maisha yako, lakini unapomkaribisha mtu ambaye amekuja kwenye maisha yako ili kuyaharibu maisha yako, ataanza kukata uhusiano uliopo baina yako wewe na watu wazuri ambao unawahitaji na wenye mchango mkubwa kwenye maisha yako. Atakushawishi uachane na marafiki wazuri, familia au watu wanaokujenga, na atafanya hivyo kwa lengo la kubaki na udhibiti wote juu ya maisha yako, na utakapoweza kubaki peke yako chini ya utawala wake, huo ndio wakati ambao atautumia kuyavuruga maisha yako, kwa sababu anajua hakuna yeyote ambaye anaweza kukusaidia, kwani mahusiano na watu wazuri ambao walikuwa wanakusaidia ameshayavunja. Namba 10, unahisi amani inapotea pindi anapokuwa karibu na wewe. Ulishajiuliza, kuna baadhi ya watu pindi wanapokuwa karibu na wewe unahisi amani katika moyo wako, lakini kuna baadhi ya watu pindi wanapokuwa karibu na wewe unapoteza amani ya moyo wako. Basi tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha mara nyingi unapokuwa karibu na mtu mbaya ambaye amekuja kuyaharibu maisha yako, utahisi nafsi yako inapoteza amani, lakini unapokuwa na mtu mzuri nafsi yako inakuwa na amani. Na yote hiyo ni kwamba nafsi yako inakuwa inakupa tahadhari ili uchukue hatua katika maisha yako, kwa sababu kadri unavyozidi kuchelewa ndivyo mabaya yanavyoanza kukukumba katika maisha yako. Maisha yako yanakwenda kuharibiwa na mtu huyu mbaya, na lengo lake ni kuyavuruga kabisa maisha yako na kukushusha katika kiwango ambacho hautaweza kuinuka tena. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii, na kuanzia sasa utakwenda kuwa makini na watu ambao unatakiwa kuwakaribisha kwenye maisha yako. Asante, bye. Nikutakie wakati mwema. Tukutane tena katika video ijayo.